So jana kuna michezo mbalimbali mipigwa ya FA na nafikiri tutoe matokeo hapa ya kujadili, tutajadili kabisa, lakini mingine tutaachana nayo kutokana na jinsi ambavyo pia muda utakuwepo. Transit Cape jana wameshinda goli 4-0 dhidi ya timu inaitwa Chama la Wana. Lakini pia Mbeya City, hii mechi ilikuwa postponed, ilisimamishwa dhidi ya timu ya Biashara United. Lakini Coast Union jana wamepata ushindi goli 3-1 mbele ya timu ya Nyumbu FC. Fountain Gate wakipata ushindi goli 1-0 mbele ya timu ya Mapinduzi Football Club. Lakini KMC wakitoa sare goli 3-3 dhidi ya timu ya Bandari. Lakini kwenye penalty Bandari wakapata ushindi wa goli 3-2. Uwanja ulipigwa pale KMC Complex. Lakini Dodoma Jiji walipata ushindi wa goli 3-1 mbele ya Kilimanjaro Wonders. Lakini Simba Sports Club ndio mechi ambayo tulitazama nafikiri ya mwisho kabisa, Simba wakipata ushindi wa goli 3-0 mbele ya timu ya Greenland Football Club katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kabisa. Kwa Richi, tuanze na game hiyo ya mwisho ambayo tumeitazama ya Simba na Greenland kutoka kule Kagera, mchezo ukitamatika kwa mabao 3-0. Tuangalie namna ambavyo game ilivyokuwa kwa wachezaji ambao hawakupata nafasi ya kucheza, performance zao zilikuwaje? Karibu Rich. Yes, Simba walipata ushindi goli 3-0 kama ambavyo tumesema hapo, na kulikuwa kuna mabadiliko mengi sana kwa siku ya jana. Na Evans, tuangalie jinsi mchezo ulivyokuwa. Kuna wachezaji ambao kupata nafasi sana ya kucheza michezo kadhaa iliyopita wakiwa na Simba, lakini jana wamepata nafasi ya kucheza. Ino Loemba amecheza, Mwangosi amecheza na akafunga, lakini pia mtu kama Neo Maema pia hajacheza kwa kipindi cha muda mrefu sana, kwa sasa hivi amepata hiyo nafasi, amecheza na amefanikiwa kufunga goli la 3. Yapi ambayo uliyaona? Kwa sababu mchezo kiufupi ulikuwa ni mwepesi sana kwa Simba, lakini inawezekana mwalimu alichokifanya jana kuna kitu ambacho labda unahisi kinaweza kikawa positive kwa wachezaji ambao walipata nafasi. Umeona pia jana Semfuko pia akipata nafasi. Yes. Na kuna yule beki ambaye pia jina lake limenitoka kidogo, pia alipata nafasi ya kucheza. Alikuwa bwana mdogo anaitwa Mbegu. Yes, Mbegu, yes. Na nani mwingine? Kuna yule mwingine anaitwa Masinde. Yes. Kuna kitu gani ambacho ni positive zaidi jana umekiona? Kitu positive ambacho mimi nimekiona ni kuendelea kuwatengenezea confidence wachezaji, kwa sababu unajua kuwa Simba hakuna mechi unachaguliwa kucheza. Yani inaweza ukaamshwa siku kwenye bench tunaenda kwenye mechi ya ligi, yani utasema kwamba mimi sijijiandaa kwa sababu sijapata game time ya kucheza. Yani wewe uko tayari kwa ajili ya mashindano, na mechi ambayo iko mbele tayari mwalimu ana mkakati nayo na anajua ni wakina nani wanaenda kucheza. Kwa hiyo hata kwenye session za mazoezi watu wanajua kabisa kwenye mechi hii ni wewe ndo unaenda kucheza. Kwa hiyo utimamu wako wa akili, utimamu wa mwili ndo kitu bora ambacho mwalimu anakihitaji. Kwa mechi ya jana, kitu ambacho nimekiona, kitu kingine ni positive, ni namna ambavyo wachezaji walikuwa wanafanya shughuli zao kiwanjani. Mtu kama Mwangosi, naamini anahitaji game time ya kutosha, lakini swala linakuja mbele ya nani. Kuna Soa ambaye tayari ana adhabu, ni moja kati ya wachezaji ambao wamesajiliwa, watu wanategemea vitu vikubwa kutoka kwake. Kuna Selemani Mwalimu pia. Kwa hiyo inabidi impress mwalimu kwenye michezo kama hii ambayo unapata nafasi. Ukionyesha kitu bora, mwalimu pia anaweza kana kufikiria kwenye bench langu kuna mtu kama Soa tayari ana adhabu, kuna michezo iko mbele, naweza nikaamua kukuinua wewe, twende kiwanjani. Kwa hiyo kwenye mechi kama hizi ambazo intensity yake sio kubwa, unashindwa kuperform. Kwenye mechi ambazo zina intensity kubwa inakuwaje? Kwa hiyo mwisho wa siku kuna wachezaji wanajinyima nafasi wao wenyewe, ni kwa sababu wanashindwa kushow up kwenye mechi ambazo wanaweza wakaonyesha kitu chanya. Mimi naamini ukiwa unapewa nafasi kwenye mechi kama hizi ndio nyakati za wewe kuonyesha kitu kikubwa zaidi. Kama ukishindwa kuperform, angalia namna ambavyo amecheza Semfuko. Hii ni inamtengenezea mazingira mengine pia yeye kuamini kwamba ipo siku hakutakuwa na Kagoma uwanjani, labda kwa sababu ya majeraha, hakutakuwepo na Kante kwa sababu ya majeraha ukadi, nimebaki mimi. Ni nini naweza kwenda kuofa kiwanjani? Kwa hiyo ni wewe kuendelea kujitunza, kufanya mazoezi kwa bidii, kumimpress mwalimu kwenye kila dakika unazozipata kwa kiwanjani. Mimi naamini kwa wachezaji wengi ambao sio wanaocheza mara kwa mara kwenye kikosi cha Simba, hizi ndo mechi ambazo wanaonyesha. Lakini kwa mtu kama Ino Loemba, toka mechi ya kwanza anapata nafasi, kila mtu anaamini ni mchezaji. Watu wanataka kuona sasa anapata dakika 90 zilizotimia. Yani hizi dakika zote 90 unatakiwa ubonde mwanzo mwisho kwenye mechi ambayo ina intensity na kwenye mechi ambazo ziko kawaida. Na jana ameonyesha bado uwezo uko nao. Na mimi namuita Mr. 1-2. Nilikuwa jana na Rich, sijamuona akiwa na drive mpira. Yani akipata mpira ametana, amepasia.
mpira ukija anatana na pasia, sehemu ambayo hakuna ulazima wa kwenda haendi, kwa sababu anajua mpira ukipotea ni riski sisi kuanza kuutafuta. Mazingira rafiki ni sisi kuwa nao, kwa sababu tunacheza na timu ambayo haitupi pressure kubwa kiasi hicho. Tunaweza kufanya maamuzi muda wote vitu vikatokea. Kikubwa ni namna ambavyo timu inacheza second half. Namna timu inacheza second half. Yes. Kuna walakini gani? Yani kuna ile pressure force timu kama inapungua. Yani kuna baadhi ya vitu vioni tena. Yani ukimwangalia Libasegei wa first half na second half ni watu wawili tofauti. Okay. Yes, kwa hiyo naamini ni kitu kingine ambacho wanatakiwa kukifanyia kazi wachezaji. Ambacho sasa inawezekana pia na mwalimu pia naye anatakiwa play part hiyo. Kwa maana kwamba kwa nini timu inakuwa ina intensity kubwa kipindi cha kwanza, alafu kipindi cha pili inapungua. Ndio maana hata kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika waliongoza goli 2 kipindi cha kwanza, kipindi cha pili magoli yote yamerudi. So inawezekana mfano wako uko sahihi, lakini ni jukumu la wachezaji, ni jukumu la mwalimu kuangalia ni wapi kuna shida. Naamini ni jukumu la mwalimu pia na wachezaji. Kwa sababu mwalimu anaweza kaa anafanya kazi yake, wachezaji mnaenda kutekeleza nini? Mwisho siku naamini ni kazi ya watu wote wawili kwenye kufikia kile ambacho ndo adhma ya timu. Yani lazima watu wote tufike hapa kwenye level hii. Mimi mwalimu naweza nikaa naamini wachezaji wangu wamefika hapa kwenye kile wanachonionyesha, lakini tukienda kwenye mechi vitu vinakuwa tofauti. Yapi ambayo anapelekea intensity kushuka labda second half? Kipindi cha kwanza unakuta labda umetumia nguvu kubwa, au unakuta wachezaji pia wamechoka na mwalimu anapaswa kufanya mabadiliko? Inawezekana ni kutumia nguvu kubwa first half, lakini nyakati nyingine unakuta ile fitness ya wachezaji haijafika kwenye level kubwa, kwa sababu ukiangalia kuna mabadiliko ya vitu vingi kwenye timu. Kuna watu hawakuwa sehemu ya timu, kuna watu walikuwa nje ya timu, kuna watu wametoka kwenye majeraha. Kwa kuna vitu vingi vinachangia hiyo hali kutokuwa kwenye hiyo level kubwa. Kwa hiyo mimi naamini nyakati zinavyozidi kwenda vitu vinazidi kubadilika, kutoka kwenye Simba ambayo ilikuwa haichezi kwa kuvutia, leo inacheza kwa kuvutia. Second half kuna vitu vinapungua. Naamini ni kitu ambacho kwenye kiwanja cha mazoezi wanaweza kufanyia kazi maboresho mengine yote na timu ikabaki kwenye njia nzuri. Kamanda, kuna sajili mpya ambazo zimefanyika na nyingine zilifanyika nafikiri mapema before hizi za Januari hapa. Mtu kama Semfuko, akina Anthony Mligo nafikiri tunakumbuka. Mligo kidogo sasa hivi anakosa hiyo nafasi, lakini jana amecheza na amefanikiwa kufunga bao. Mtu kama Mligo, Semfuko amepata nafasi na amecheza almost dakika 70 kuelekea juu. Yapi ambao unayatarajia, kwa sababu ni wachezaji wa kizawa ambao mwisho siku ndo kila siku tumekuwa tukililia kwamba wapate nafasi ili next time timu ya taifa iweze kufaidika na wachezaji ambao tunaamini wanaweza wakaipa timu mafanikio labda kwenye michuano kama AFCON, CHAN na kadhalika. Unajua mwisho wa siku ni muhimu, kwa sababu nchi yetu bado ina idadi ndogo sana ya mechi ambazo mchezaji anacheza tukikompea na mataifa mengine. Ukiangalia sisi tuna mashindano domestic mawili tu, kwa sababu mimi si hesabu hata kombe la mapinduzi kulingana na muda ambao linachezwa. Halichezwi continuously kwa muda wa msimu kama ambavyo unaona haya mashindano ya shirikisho. Kombe la mapinduzi mechi 4 linatokea kama bonanza pap linaondoka. So kwangu mimi it doesn't count. Ukiangalia kuna mechi 30 za ligi. On top of that, mpaka unafika finali ya kombe la Federation umecheza nadhani mechi 7 au 8. Sawa. Kwa hiyo maximum mechi ambazo mtu anaweza akacheza domestically ni mechi 37, kama huyo mtu ana fitness ya kutwanga kila mechi na timu yake pia iko guaranteed kama ilivyo Simba, Yanga na Azam kwamba zitafika mbali kwenye michuano ya Federation. Nje ya hapo labda uwe unatoka kwenye hizi timu kubwa na uwe unacheza kwenye hizi mechi za kimataifa, na timu zetu ndio zimeshatolewa hivyo. Na mechi za kimataifa hizi nadhani idadi yake ni 10, kwa sababu ukipima mechi za round 2 za preliminary zile ni mechi 2, mechi 6 za hatua ya makundi, you have 10 matches. Kwa hiyo maximum wachezaji wa Simba, Yanga, Azam, Singida wanaweza kupata mpaka mechi 48 rasmi za kimashindano. Kuna nchi nyingi hapa Afrika zina, kwa mfano ukienda Egypt ligi yao sasa hivi ina timu 21. Ukienda Tunisia ligi yao ina timu 18. Ukienda Morocco nadhani wao wana 16 kama sisi.
lakini wenzetu kwa mfano North Africa wanashiriki mashindano mengi sana. Kwa mfano mashindano yao ya FA yanahusisha timu nyingi kuliko huku kwetu, lakini bado kwenye ratiba yao wana kitu kinaitwa Arab Champions League ambacho wanashiriki. Kwa hiyo unaona mchezaji anaweza akapata mechi kati ya 50 mpaka 55, lakini pia wenzetu wana utaratibu mzuri wa ku spread zile dakika, kwa sababu kama uligundua wakati AFCON inaendelea, Morocco kuna mechi zilikuwa zinachezwa, Egypt kuna mechi zilikuwa zinachezwa. Nakumbuka kuna wakati jamaa zetu wawekezaji walikuwa wanalalamika kwamba Pyramids kacheza na kitimu kidogo kachukua goli 5, Ali kacheza na kitimu kidogo. Kwa hiyo ni inasaidia, na mimi kwangu natamani sana nchi yetu tungekuwa hata na ligi ya timu 20 kwa mfano, ili unapata maximum mechi 38 za ligi zikiongezeka na za FA, na kama unapata mechi za kimataifa. Kwa hiyo it's a good thing, na mimi nimefurahishwa na jinsi ambavyo kocha amefanya hiyo heavy rotation, kwa sababu kuna wachezaji wanahitaji dakika ambazo hawawezi kuzipata kwenye ligi kuu, maybe kwenye michuano ya kimataifa ndo mmeshatolewa. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo zuri kuona kuna wachezaji hatujawaona muda mrefu sana wakicheza. Kwa mfano kama Semfuko ulimtaja juzi, kwa mfano kwenye mechi ya kimataifa nilimuona Duchu na nilikuwa very impressed na performance yake. Hata Masinde jana nimekuwa nikisema kwamba mtu kama Duchu akipata kwa mfano mechi 3 mfululizo ambazo anacheza dakika 90, whether anakosea whether anapatia, lakini amecheza hizo mechi 3 mfululizo, itamjengea confidence, kwa sababu uwezo wanao hao wachezaji wanaosajiliwa, uwezo wa kucheza mpira wanao. Yani hakuna mchezaji ambaye unaweza kusema huyu hajui mpira. Kinachohitajika ni kwa Duchu kinaanza kutokea kadiri muda unavyozidi kwenda. Naona confidence yake inapanda. Kwa sababu kuna muda mchezaji anaweza akawa sehemu ya timu, alafu ni kama yupo tu anachukua mshahara lakini hachezi. Kwa hiyo haimsaidii kupiga hatua, na mwisho wa siku kuna kitu watu tunasema kwamba hizi timu zetu ni kama huwa zinachukua wachezaji kwa lengo la kwamba huyu mtu aje acheze. Unajua kama unavocheza mechi za maharage zile, una timu yako Bondeni Fresh Msasani pale, unachukua mchezaji kutoka Temeke, mwingine Mwananyamala, mwingine Kinondoni, mwingine wapi. Kwa hiyo hamna muda wa kufanya mazoezi, nyinyi mnakuja mnacheza. Sasa kwa timu zetu hizi ni kama mchezaji unachukuliwa kwamba ujipambanie mwenyewe, timu ile haikusaidii, kwamba kwa sababu kama unacheza leo dakika 90 alafu zinapita mechi 5 uchezi, ndio unakuja tena kucheza, unaingia kutoka bench unacheza dakika 30, unakaa tena mechi 3 unaanza unatoka dakika 55. Hiyo haiwezi kukusaidia wewe kama mchezaji kujenga confidence, kujenga saikolojia, kujiona kama sehemu ya timu, and of course kiwango uwanjani kitashuka. Okay, kama unatamani kumuona Anicet Oura na Lebasi Gay na Loemba kwenye wachezaji ambao wako nyuma ya mshambuliaji, Tuanze kwa pamoja. Ningetamani kuwaona kwa sababu ni bado ni wapya, bado wanahitaji kucheza, na nadhani kwa ubora ambao wameuonyesha wanaweza wakaipa Simba kitu muhimu sana kwenye dabi. Kwa hiyo hizi mechi za hapa katikati ni muhimu waendelee kucheza ili wazidi. Kwa maana kwenye dabi unaamini kwamba kwenye viungo washambuliaji au wanatakiwa wacheze? Kwa kiwango alichoonyesha kwangu mimi they deserve to play, kwa sababu wanakuja na element of surprise ambayo inaweza kuisaidia Simba kupata ushindi kwenye hii mechi ambayo nadhani ni muda mrefu sasa hawajapata ushindi. Kwa hiyo watu hatutoelewa kama watenda 6 mfululizo. Wakifungwa tena itakuwa ya 7. Itakuwa jambo la kihistoria ambalo hatujawahi kulishuhudia. Okay, sawa. Bado tupo na wewe msikilizaji. Tutahamia kwa Jemedari Saidi pia tusikie maoni yake na kile ambacho anaweza kubainisha juu ya vijana hawa ambao wanapata nafasi ya kucheza. Je, fursa ambao wanaipata wanaionyesha kwa kiwango kikubwa kweli. Tayari hapa na jaribu kuhakikisha kwamba tunazungumza na Ahmed Ali baada ya kuweka makubaliano sawa. Ahmed Ali atakaa sawa na bila shaka kila kitu kiko vizuri kweli. Jemedari, jana Simba walicheza na timu ambayo bado ni ya daraja la chini kweli. Lakini kwa jicho lako, namna ambavyo umeingamua Simba, sisi wadau wa soka ambao wengine mpira hatuuelewi kwa uzuri zaidi, tunasema je, timu ina muunganiko ama haina muunganiko? Jemedari, ulivyoitazama Simba katika gemu ya jana, umeona timu tayari ishapata hali ya muunganiko, maelewano ya kiuchezaji kwa ujumla wake?
Kwenye mechi ambayo ina mchanganyiko mkubwa na unacheza na timu ya chini kuna baadhi ya vitu huwezi kuviona kwa ustadi mkubwa. Okay. Mchanganyiko mkubwa, wana mdogo Hussein Mbegu ameingia. Vedatus Masinde, national team material. Yeah. Ameingia kucheza kwa mara ya kwanza. Mligo hayuko muda mrefu. Naye ameingia. Semfuko. Hussein Daud Semfuko ameingia kucheza. Manuel Mwangosi. Mwangosi ni usaini anacheza. Sasa mchanganyiko huo unakupa ugumu kidogo. Ukienda kwamba na Neo pia Maema ameingia naye, ingawa aliwahi kuwa mchezaji regular starter, lakini sasa baada ya mabadiliko haya yeye amekuwa ni mtu ambaye haanzi moja kwa moja kabisa. Sasa ule muunganiko utaupata zaidi kwa wale ambao ni tunasema regular starters. Wangekuwa wamecheza sasa, wale wana full mkoko wao, alafu tunawacheza na timu ya daraja lile, unawaona operations zao kiwanjani zinakuaje. Tena tungeanza kusema kwamba okay, hawa bado sana unaweza, na wenyewe ni kama wapya. Asilimia kubwa wachezaji waliocheza ni wapya kwenye kucheza kwenye timu. Sio? Kuna wenyewe wanajitafuta bado. Ukiwaangalia Masinde ni mchezaji ambaye amewahi kuitwa national team nyakati tofauti. Kwa nini alikuwa anaitwa? Tena alikuwa anaitwa anacheza daraja pili, daraja la kwanza. Kwa sababu ni mchezaji alikuwa anacheza TMA. Na siku zote anaitwa national team, lakini anacheza TMA. Sawa? Maana yake alikuwa na quality ya kuweza kucheza kwenye timu kubwa hizi, na ndio maana Simba kwa msajili msimu huu. Okay. Sawa? Lakini anafia kwenye benchi kwa sababu hapati nafasi ya kucheza. Leo tunamzungumzia Nangu ambaye msimu miwili nyuma alikuwa anacheza TMA. Alikuwa anacheza na Veda. Sawa? Nangu amesajiliwa anakwenda JKT, msimu mmoja tu umemtosha kwa sababu alikuwa anacheza regularly. Yeah. Unaelewa? Nakuelewa. Kumfanya awe mchezaji ambaye nchi inamtambua. Ameanza kuonekana katika mechi tofauti, lakini mechi iliyompa heshima ilikuwa dhidi ya Young Africa ya msimu ule wa nyuma, kama makumbuka, ambao mechi ilisha sare kabisa. Alifanya kazi kubwa, kila mmoja akaanza kukujua kwamba kuna mtu anaitwa Nangu. Sahihi. Sio? Lakini ule msimu ndo ulimjenga yeye kiasi kwamba Simba wakafanyaje? Wakamsajili. Na alipata calls za national team ya vijana na ya wakubwa. Msimu mmoja. Kwa sababu alikuwa anacheza, mwenzie alikuwa anacheza naye kule, anacheza bado anaitwa national team. Lakini hayuko kwenye spotlight. Watu hawamtambui kwa sababu sio regular starter kwenye timu ambayo yuko sasa hivi. Lakini kwa uwezo wake ni mchezaji ambaye anaweza kukupa kitu. Simply hapati nafasi ya kucheza. You can't improve. Unamtaja Daud Semfuko, mmoja kati ya viungo vijana wa maana kabisa, na aliitwa national team akiwa Coast kwa sababu alikuwa anacheza kila siku. Na ndani ya Coast ukimwangalia leo top. Sio sharp kama alivyokuwa mwanzo kwa sababu anapata muda mdogo wa kucheza. You can't improve kama uchezi mechi za ligi au uchezi mechi za mashindano. You can't. Hauwezi kuimprove kwa mazoezi tu. Costa alikuwa mchezaji tegemeo. Kila siku anacheza na anaitwa national team kwa sababu anacheza kila siku. Kwa sababu unacheza kila siku, sharpness unakuwa nayo. Jana ukimwangalia Semfuko sio yule ambaye mimi namjua. He's not quick. Anaona yani kama vile kuna wakati anashangaa hivi, hata wakati aliingia hapa KMC kama amesahau kucheza vile, au you see? So unajua kuna wakati unajua tu ball ikija hapa nikipiga pale nachukua hapa naacha. Kwa sababu hiyo ni kitu inazunguka kichwani mwako. You don't do it, unabidi uanze bwana nisingakosea hapa, alafu mwalimu akamuinua mwenye namba akaja kuingia. Jabadara imekuwa ni kama tunasema ni kama mambo ambayo yanajirudia chini ya makocha tofauti kwa wachezaji wazawa. Inaonekana kama wachezaji wazawa wanateseka sana kuingia kwenye vikosi vya walimu. Hata kama tuseme sio lazima au first 11, lakini basi apate hata nafasi mara kwa mara, hata kutokea tu bench almost kila mchezo, kwa sababu kuna wachezaji wengi ambao walisajiliwa wazawa chini ya makocha wengine ya Simba wakaja wakaondoka hivi.
amekuja tena chini amekuja Steve Barker, ni kama ndo amempa nafasi kwenye mchezo kama huu, lakini kwenye michezo mikubwa ambayo inahitaji ya intensity ya kutosha, uwezo kumuona mtu kama Semfuko anapata nafasi. Utamuona Lassana Kante, labda utamuona Nabi Kamara, utamuona huyo Yusuf Kagoma. Kwa nini? Yani kwa nini imekuwa au wanaambiwa na viongozi kwamba hawa wachezaji kwenye mechi za ligi ambazo tunahitaji zaidi point au kwenye mechi za kimataifa hatutaki sana kuwatumia, tutawatumia kwenye michezo ambayo ina pressure kubwa. Na Rich, nikiongezea swali lako zuri ambalo umemuuliza Jemedari Saidi, ama hawa vijana level zao ni kucheza Coast Union? No, level zao haziwezi kuwa kucheza Coast Union. Kwa nini umemsajili? Umemsajili kwa sababu ameweza kushindana akiwa Coast, anashindana na timu zingine na against wewe na unamuona anafaa. Pambanie namba sasa. Hawezi kuja kwenye timu yako akawa hafai kucheza against Coast, against Mashujaa ambako alitoka. Ambako ametoka na wewe ulikuwa unamuona anacheza na Mashujaa, unasema huyu kiungo. Sawa? Jemedari, nafasi haizawadiwi, nafasi inapambaniwa. Wewe ni kocha. Kwenye uwanja wa mazoezi vijana pengine hawaoneshi. Mwalimu atawapanga. Neno pengine tafsiri yake ni kwamba wewe huna uhakika. Afu kuna kauli moja Jemedari, maana inaweza ikawa tofauti na hicho. Na pia kuna kauli moja nimeipenda, Jemedari amezungumza akasema, mazoezini sio kwenye mechi. Yaani mchezaji anaweza aka show up kwenye mazoezi. Kwa hiyo wachezaji mimi ninachoamini wanaonesha kwenye mazoezi, lakini shida ni nini kwenye mechi ya wachezi? Inawezekana kweli ana quality ya kucheza Simba. Kwanza wewe unaamini kwenye mazoezi wanaonesha Jemedari? Sana. Of course. Wasingekuwepo. Sasa kwa shaondoka. Kwani hawapangu? Maamuzi ya mwalimu kupanga. Nani anacheza na nani anacheza. Mwalimu anampanga aliye bora. Kuna vitu viwili Mkai. Kwa maoni yako. Ndio. Yaani unajua mwalimu haimaanishi kwamba yeye ni malaika. Kila anachokisema basi kiko right. Sawa. Na ndio maana nakuelewa. Nakupa mfano tu wa kawaida kabisa. Michael Carrick amekuja anamchezesha yule bwana mdogo Kobe Maino. Anacheza vizuri, acheze vizuri. Mwalimu aliondoka alisema huyu bado. Na sio tu kumchezesha, yani hata ukiangalia reaction ya kocha na mchezaji alisema huyu bado. Na alikuwa anamsema kila siku kwenye press. Yani akipata nafasi kwenye press anamuua. Anasema maneno kama hayo ya kwako kwamba nafasi inatakiwa kupiganiwa na nini na nini. Mwalimu huyo alipokuja wala hajapigana na mtu. Kamwambia ingie ucheze. Na Bruno anacheza. Vipi? Poa. Anachezaje? Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.